Watangulizi. Kwa maana Mungu hakutupa roho wa kutufanya tuwe waoga, bali alitupa roho wa kutujalia nguvu, upendo na nidhamu. Ufunuo unasimulia kwa unabii matukio ambayo yatatokea katika nyakati za mwisho. Matukio haya yanajumuisha nyakati za mateso na hata kifo kwa wale wanaochagua kumwabudu Mungu badala ya sanamu ya mnyama. Lakini sio mahali pekee katika Biblia ambapo tunaweza kuchunguza matukio haya. Katika uzoefu wa marafiki watatu wachanga wa Kiebrania wa Danieli, katika kifo cha Yakobo, katika ukombozi wa Petro, au katika mateso ambayo Yeshua mwenyewe alipitia kwa sababu ya Sabato, tunaona watangulizi wa nyakati hizo muhimu bado sijazo. Watangulizi katika Agano la Kale, picha ya onyo, kuabudu au kufa ibada wakati wa mwisho. Watangulizi katika Agano Jipya, Yakobo na Petro, Sabato na wakati wa mwisho. Watangulizi katika Agano la Kale, picha ya onyo, na ulipoona chuma kimechanganyiwa na udongo wa mfinyanzi, watajichanganya na usawa wanadamu, lakini hawatashikamana wao kwa wao, kama vile chuma kisivyochanganywa na udongo. Tafsiri ya sanamu iliyoota na mfalme Nebukadreza iliyorekodiwa katika Danieli tu inaweka misingi wa tafsiri ya kibiblia ya milki za ulimwengu. Kwa mfano, Babeli inatangazwa kama ufalme tajiri lakini wa muda. Inatabiriwa pia jinsi mataifa ya mwisho yatakavyokuwa yamechanganywa kupitia miungano ya kibinadamu lakini hayajaunganishwa. Malkia Victoria wa Uingereza aliyetawala 1837-1901 anachukuliwa kuwa bibi wa Ulaya kwa kuoa watoto wake 9 na wajukuu wake 26 kati ya 42 kwa watu wengine wa kifalme au wakuu wa Ulaya. Mnamo 1962, Sofia binti ya mfalme Paulo wa Ugiriki aliolewa na Juan Carlos I, mfalme wa Uhispania. Yeye pia ni mpewa wa duke wa Edinburgh. Ana uhusiano wa kifamilia na mfalme na malkia wa Uingereza, Malkia Margaret wa Denmark, na mfalme Harald wa Norway. Kuabudu au kufa. Lakini kama sivyo, ujue hivi mfalme, kwamba sisi hatuitumikii miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Katika uasi wa dhidi ya historia ambayo ilikuwa imefunuliwa kwake katika ndoto, Nebukadreza aliweka sanamu ya dhahabu kuonyesha kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho. Hakuridhika na hilo, alimfanya kila mtu kubali uongozi wake wa milele kwa kuwafanya waabudu sanamu hiyo. Amri hii iliambatana na hukumu ya kifo kwa mtu yeyote ambaye alikataa kufanya hivyo. Lakini vijana watatu waaminifu hawakuwa tayari kuabudu sanamu na hivyo kuvunja sheria ya Mungu. Wangeweza kujifanya hawakufanya hivyo, lakini hiyo ingekuwa sawa na kukanusha wasiwasi imani yao. Walikubali matokeo na kuchagua kufa, lakini Mungu hakuruhusu raia wake waaminifu kufa motoni. Yeye mwenyewe alitembea pamoja nao kupitia jaribu na kuwaokoa. Kuabudu au kufa. Lakini kama sivyo, ujue hivi mfalme, kwamba sisi hatuitumikii
miongo yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyosimamisha, kulingana na hadithi ya wavumilivu wao Waebrania wa Hawa watatu hawakusita katika usadikisho wao wa kubaki waaminifu kwa Mungu. Makundi mawili ya waabudu, yale ya Babeli na yale ya Waebrania watatu, kwa hivyo yalielezewa wazi na kulinganishwa kama vile itakavyotokea wakati wa mwisho. Kikundi cha Babeli kilele mwenye nguvu wengi yaliyoelekezwa sasa kwa kuabudiwa kutii kwa sababu ya hofu. Kikundi cha waumini kimya nyenyekevu, wanaume watatu tu kuelekea siku zijazo. Mungu anaweza kutokuwa unatii ingawa Mungu hawaokoi. Ibada wakati wa mwisho, na alikuwa na uwezo wa kuifufua sanamu ya mnyama ili sanamu ya mnyama iseme na kusababisha wote ambao hawataabudu sanamu ya mnyama kuua. Danieli 3. Nebukadneza anatengeneza sanamu, hulazimisha kila mtu kumwabudu. Yeyote asiyemwabudu lazima afe. Vijana watatu wanakataa, wanashuhudia mbele ya mfalme na raia wake, wanatupwa kwenye tanuru. Yeshua anakuja kuwaokoa. Ufunuo 13:14. Mnyama wa pili anatengeneza sanamu, hulazimisha kila mtu kumwabudu. Yeyote asiyemwabudu lazima afe. Watu waliobaki wanakataa, shuhudia mbele ya ulimwengu wote, wanateswa. Yeshua anakuja kuwaokoa. Nyakati za mwisho za ulimwengu huu huzunguka ibada, kumwabudu Muumba au kiumbe, kuwa mwaminifu kwa Mungu au kwa kitu kingine chochote au mtu yeyote hutalazimisha kumtii. Katika nyakati ngumu kama hizo, uaminifu kwa Mungu utalipwa. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji la uzima. Yeye ashindaye ataumizwa kwa mauti ya pili. Je, Bwana atawasahau watu wake katika saa hii ya majaribio? Je, aliwasahau wale watu watatu waliotahiri katika tanuru ya moto, au Danieli katika tundu la simba? Ingawa maadui wanaweza kuwatupa gerezani, lakini kuta za shimo haziwezi kukata mawasiliano kati ya roho zao na Mesaya. Mtu anayeona udhaifu wao wote, ambaye anafahamu kila jaribu yuko juu ya nguvu zote za kidunia, na malaika watakuja kwao katika vyumba vya upweke, wakileta nuru na amani kutoka mbinguni. Gereza itakuwa kama jumba, kwa maana matajiri katika imani wanakaa huko, na kuta zenye giza zitaangazwa na nuru ya mbinguni. Kama vile Paulo na Sila walipoomba na kuimba sifa usiku wa manane katika shimo la Wafilipi. Watangulizi katika Agano Jipya. Yakobo na Petro. Basi wakati ule mfalme Herode akanyosha mikono yake kwa utii baadhi ya kanisa. Mateso ya wakati wa mwisho si jambo jipya kwa kanisa. Tangu kuzaliwa kwake, mataifa mawili yaliotesa Wayahudi na Warumi. Mfalme Herode alitaka kuwafurahisha Wayahudi na akamua mtume Yakobo. Alipoona kwamba mpango wake ulikuwa unafanya kazi, alimkamata Petro ili autekeleze. Wakikabiliwa na shida hii, kanisa liliomba
bila kukoma. Maombi haya kujibiwa mara moja. Petro aliokolewa saa chache tu kabla ya kuua kwa kufurahisha. Petro hakuwa na wasiwasi, alikuwa amelala haraka. Ni mwisho wakati Mungu ataruhusu wachache kufa kama Yakobo, na wengi watalindwa kama Petro. Malaika watatulinda na kututegemeza. Yesu anauliza jambo moja tu kwetu, haijalishi ikiwa nitakuacha ufe au uishi mpaka nitakapokuja, nifuate tu hadi mwisho. Sabato na wakati wa mwisho, hata wasiwezi kununua wala kuuza wasipokuwa na chapa hiyo, yaani jina la huyo mnyama au hesabu ya jina lake, ili kutofautisha kati ya wale wanaoabudu sanamu na wale ambao hawaabudu sanamu hiyo. Alama imewekwa juu yao. Alama hii inatambuliwa na jina au nambari ya mnyama. Wale wetu wanaokataa kumwabudu hubeba jina la Mungu kama alama yetu ya kipekee, yaani wengine watakuwa na tabia ya Yeshua na wengine watakuwa na tabia ya Shetani. Alama kwenye paji la uso wao, au watamkana Yeshua kwa matendo yao. Alama mikononi mwao. Hii itadhihirishwaje nje? Mwaliko wa malaika wa kwanza unazungumza nasi kuhusu kumwabudu Muumba. Hii inatuongoza moja kwa moja kwenye amri ya kushika Sabato. Hili si jambo jipya. Moja ya sababu ambazo viongozi wa Kiyahudi walitaka kumuua Yeshua ilihusiana na utunzaji wake wa Sabato. Kunaweza kuwa na madarasa mawili tu, kila upande umewekwa muhuri, ama kwa muhuri wa Mungu aliye hai, au kwa alama ya mnyama au sanamu yake. Kila mwana na binti wa Adamu anamchagua Isaya au Baraba kama jenerali wake, na wote wanaojiweka upande wa wasio waaminifu wamesimama chini ya bendera nyeusi za Shetani, na wanashtakiwa kwa kukataa na kumtumia Isaya bila kujali. Wanashtakiwa kwa kumsulubisha kwa makusudi Bwana wa uzima na utukufu. Kila mmoja ana swali muhimu la kujibu mwenyewe. Je, uko upande wa Shetani, mvunjaji wa sheria ya Mungu, au wewe ni mwaminifu wa Mungu huyu?